Jini mahaba akiwa ndani yako atahakikisha amekuvurugia mambo yako yote ambayo angebeba hatima yako. Mara nyingi mtu ambaye anasumbuliwa na jini mahaba anavuruga kibali. Anavuruga watu muhimu. Watu wanakuja kwenye maisha yako lakini hawadumu. Watu wanaonesha hali ya kukusaidia, mambo yakitaka akae vizuri wanapotea. Mara nyingi watu mwanzoni wanavutika na wewe, lakini baada ya muda hawakai, wanaondoka. Jini mahaba akiwa ndani yako atakuvurugia kabisa mahusiano. Na kama uko kwenye ndoa, basi ndoa itakuwa na magomvi yasiyokuwa na ueleweko mzuri. Utakuta jambo dogo tu linaleta kuleta magomvi na kuondoa amani kabisa. Jini mahaba anazuia hata mambo ya uzazi. Jini mahaba anaweza kusababisha uvimbe kwenye tumbo lako, kwenye kizazi chako. Jini mahaba anavuruga vitu vingi sana kwenye maisha ya watu. Wanawake wengi wamezuiliwa kupata ndoa. Vijana wengi wa kiume na wanaume wengi wamejikuta wamekuwa na utumwa wa jini mahaba. Jini mahaba anaweza kaleta hata picha ya ndugu zako ambao unawaheshimu na mnaheshimiana, pengine hata wadamu. Unaota ni kama mnaingiliana pamoja nao. Jini mahaba anavuruga mambo mengi. Anaharibu vitu vingi. Jini mahaba akisha kutana na wewe, ujue siku hiyo mambo yako yataenda kuharibika. Utakuwa ni najis, utakuwa umechafuliwa. Kwa hiyo chochote ambacho kilitakiwa kitokee kwenye maisha yako baada ya kukutana na jini mahaba atahakikisha amekiharibu. Utakuta unapata fursa nyingi. Wakati mwingine unapata ahadi nyingi, lakini ghafla watu hawaendelezi ahadi zao. Ghafla watu wanakatisha mahusiano na wewe. Ni kwa sababu gani? Jini mahaba anakuchafua. Baada ya kuchafuliwa na jini mahaba, unakuwa hauna mvuto tena, unakuwa hauna ushawishi tena, maana anakuwa amekamata nyota yako. Mara nyingi jini mahaba anawatafuta watu ambao wana hatima kubwa, watu ambao wana nyota kubwa, na ndio maana anapambana nao watu wao ili kukamata nyota zao, ili kukamata nafasi zao, ili wasiweze kuinuka. Wakati mwingine mtu kwa nje anataka kuona uko smart, uko sawa, lakini unaweza kuwa unateswa na jini mahaba. Jini mahaba ni moja kati ya kifungo kigumu ambacho kinawatesa watu wengi. Imefika mahali wanaona kama ni sehemu ya maisha yao, wanaona kama ni hali ya kawaida. Jini mahaba unahitaji kulikataa. Jini mahaba unahitaji kulikataa kabisa. Linaleta ukame kwenye uchumi. Jini mahaba linaleta ukame kwenye mipenyo yako ya kifedha. Jini mahaba linaweza kufanya ukaanza kuumwa magonjwa yasiyoeleweka. Unajikuta ni mtu mwenye hasira. Jambo dogo tu hasira imekukamata, alafu baadaye unakuja kujutia. Jini mahaba anataka kufanya ukawa unafurahia kukutana na yeye, lakini unapoteza hisia zako kukutana na mwenza wako. Jini mahaba anavuruga mambo mengi. Jini mahaba anaharibu vitu vingi kwenye maisha yako. Unahitaji kumkataa. Ni adui yako mkubwa. Akiwa ndani yako ameweka agano na wewe, ameweka pete ndani yako, ameweka makubaliano ndani yako, anafanya kama anakupenda, lakini ni adui yako mkubwa. Anaweza kuyavuruga kabisa mambo yako. Ukijiangalia ukakuta una sifa zote za kuwa kwenye ndoa, lakini jini mahaba anakataa kuwa kwenye ndoa. Anakukataa kabisa, anakuondolea heshima kwa watu ambao wanakuheshimu. Kama uko kwenye ndoa, jini mahaba atahakikisha magomvi yawe ni ya kila siku, yawe sehemu ya maisha. Magomvi yawe yanaendelea, hayaishi kwenye familia. Ni maombi yangu mbele za Mungu, jini mahaba akuachie katika jina la Yesu. Jini mahaba ayaachie maisha yako katika jina la Yesu. Jini mahaba ameenda mbali zaidi. Unaweza kumuona anakuja kwa mtu wa jinsia moja na wewe. Unaweza kumuona anakuja kwa mtu wa jinsia tofauti na wewe. Unaweza kumuona anakuja kwa ndugu, yani ni kama ndugu wa karibu, alafu unaona anakuja anataka ushirika na wewe. Unahitaji kujua jini mahaba anaweza kana jibadilisha akawa na mbinu mbalimbali. Tambua kwamba shetani ni muongo. Hata kama anaonyesha kwamba anakupenda, huyo ni adui yako, anayeharibu maisha yako, anakuharibia usiweze kufikia kwenye hatima yako. Unahitaji kumkataa jini mahaba. Unahitaji kumkataa jini mahaba kabisa. Unahitaji kumkataa. Kuna baadhi ya magonjwa ambayo yanakukamata, kuna baadhi ya ukame ambao unakukamata, kuna baadhi ya hasira ambayo inakukamata. Sababisho kubwa ni jini mahaba. Unaweza kusema ni kwa nini mambo yangu yanapanda na kushuka? Ukatafuta mchawi nani, ukatafuta unakosea wapi? Kumbe jini mahaba ataki usimame kiuchumi, ataki uinuke kiuchumi. Unasema mbona watu wanaanzaga mwanzoni wanakubali, lakini baada ya muda thamani yangu inapotea, nafasi yangu inapotea. Huyo ni jini mahaba. Anaondoa kabisa heshima yako, kibali chako, nuru yako. Baada ya kukutana na wewe unakuwa ni giza. Angalia, siku ambayo jini mahaba anakutana na wewe, siku hiyo yote unakuwa kwenye giza. Baadhi ya watu jini mahaba amefika mbali, hata waoti tu kwamba anakutana nao. Hata akiwa katika hali ya majukumu yake ya muda ya kila siku, anaona kama kuna hali sio kawaida inaendelea kwenye mwili wake. Anaona amevamiwa, roho ya usingizi na mjia. Jini mahaba anafanya uharibifu na yeye. Na wengine jini mahaba amefika mbali, anaweza akawa anakuja
kwa kuleta zawadi, kwa kuleta furaha, kama mtu ambaye yuko naye kwenye mahusiano, lakini baada ya hapo jini mahaba anamchafua na kuharibu thamani yako kabisa. Unahitaji kumshinda jini mahaba, unahitaji kumshinda. Wengine unaweza kawa kwenye ndoa, unatafuta mtoto upati, kumbe jini mahaba amekaa kwenye lango, anazuia mtoto asipatikane, anazuia uzao usipatikane, anazuia uzao usipatikane. Wengine ni wa kiume, jini mahaba amewakamata, ameondoa hisia na mke wako, hisia zako zimehama, ziko mahali pengine. Na wengine imefika mbali, jini mahaba anaweza kawa amekaa ndani yako, ukiwa mwenyewe unaona kabisa una hisia zako sawa, lakini ukutana mwenza wako unaona hauna hisia pamoja naye. Unahitaji kukemea hiyo hali na kuikataa kabisa. Neno la Mungu linasema kwamba basi mtiini Mungu, mpingani shetani naye atakimbia. Kuna baadhi ya vitu natakiwa vipinge ili vikukimbie. Moja ni jini mahaba. Jini mahaba, spiritual husband, spiritual wife, unahitaji kuipinga kabisa na itaachia maisha yako. Ikatae, vua pete zote ambazo umevikwa, vua magano yote ambayo umevikwa, kataa kabisa. Sema nahitaji uhuru wangu, nahitaji kupata mwenza wangu, nahitaji kufurahia ndoa yangu, nahitaji kuishi maisha yangu. Najitenga na kila jini mahaba, najitenga na kila agano la jini mahaba, mashambulizi, mafatilizi, agano la jini mahaba nalikataa, nalivua kwa jina la Yesu, na Mungu atakusaidia. Mungu atakusaidia. Hiyo hali unaopitia, huo ukame unaopitia, wakati mwingine sio wewe, ni sababu ya hilo pepo ambalo liko ndani yako, ni sababu ya hilo agano la pete, sababu ya hilo agano la kuzimu, sababu ya hilo agano la jini mahaba linafanya kazi na wewe. Leo tuenda kukata kila ushirika, tuenda kukata kila connection, tuenda kukata kila mawasiliano ambayo yameunganishwa na wewe katika ulimwengu wa roho. Wengine mmeunganishwa na bahari kabisa, pengine katika ulimwengu wa roho ni mamarikia. Unaweza ukajiona kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho umefanywa kuwa marikia. Kuna mtawala fulani ambaye ni mfalme ambaye ni jini mahaba anakutawala, au pengine kuna marikia ambaye ni jini mahaba anakutawala. Kwa hiyo amekupenda, anavutiwa na wewe, anaamua kukutumia, anaamua kuwa pamoja na wewe, lakini wewe ni mwanadamu, unahitaji kuwa na ushirika na viumbe vya kishetani, viumbe vya kipepo. Nami naamuru kupitia jina la Yesu, ewe jini mahaba uliyekaa ndani ya mtu huyu, leo unaenda kumwachia. Nisaidie kuinua imani yako. Gusa kidole chako cha pete, gusa kidole chako cha pete. Nataka nikwambie jini mahaba kuna mahali wanakaa. Unaweza kugusa kidole cha pete mahali popote ambapo utasikia msukumo wa kugusa, gusa tu. Maana katika ulimwengu wa roho kuna kitu Mungu anaenda kufanya. Jini mahaba anaweza kukaa kwenye kidole cha pete, anaweza kukaa kwenye tumbo la kizazi, yani chini ya kitovu. Nao unaweza kuweka mkono hapo, ukasikia kuna vitu vinapanda vinatoka. Wakati mwingine ukasikia kutapika, ukasikia kupiga miayo, ukasikia mwili kutetemeka, ukasikia kuna vitu vinakuachia, au wakati mwingine ukaanguka mahali hapo. Mwingine ukasikia kupiga kelele, ukaanza kuongea sauti zisizoeleweka. Usiogope, kuna ufungulivu ambao Mungu anaufanya kwako. Inua tu imani yako. Wakati mwingine jini mahaba anaweza kukaa kwenye macho, unahamisha mkono unapeleka kwenye macho. Wakati mwingine anaweza kukaa kwenye masikio, ndio kwenye masikio. Anaweza kukaa wakati mwingine kwenye utosi, kwenye nywele. Wakati mwingine anaweza kukaa jini mahaba kwenye pua. Unasema Baba, katika jina la Yesu, chochote ambacho nimeunganishwa nacho na kivua kwa jina la Yesu. Kwa hiyo unapoendelea kuomba utasikia Mungu anakusaidia, Mungu anakufungua mahali popote, iwe ni kwenye kifua, iwe eneo lolote ambalo jini mahaba amekaa. Anaweza kakaa mahali tofauti tofauti. Tunaenda kumuondoa, na akirudi akute mwili wako unawaka moto, akute mwili wako una nguvu za Mungu, akute mwili wako sio kawaida. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mtu mmoja ambaye wakati huu amejiconnect pamoja nami, pengine ni mwanamke au ni mwanamume. Baba, mwingine ameweka mkono kwenye maeneo ambayo nimemuongoza, mwingine ni mwanamume amegusa viuno vyake, ishara ukombozi kwenye eneo lake la uzazi. Nami kwa mamlaka niliyopewa kama mtumishi wako, ninaamuru, ewe jini mahaba, hauna ushirika na mtu huyu. Wewe ni kiumbe cha kishetani, wala sio kiumbe kilichotokana na Mungu. Nami nakuamuru, kwa kuwa wewe ni matokeo ya shetani na kazi zake, achia maisha mtu huyu, hauna ushirika naye kuanzia sasa. Navunja zawadi zote mlizopeana, mikataba yote mliopeana. Mkatayo jini mahaba, sema na kukataa leo. Naachilia talaka, natoa talaka 3 na kutaliki katika jina la Yesu. Achilia talaka katika ulimwengu wa roho. Leo tunaachilia talaka, hilo jini mahaba likuachie, lisikufate tena. Mwili wako likute ni nguvu za Mungu, maana mili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa nini jini mahaba anakaa ndani yako? Wewe jini mahaba, huu sio mwili wako, hii sio nyumba yako. Na kuondoa kwa mamlaka ya Yesu, na kuondoa kwa mamlaka ya Yesu. Kuanzia sasa ondoka, piga kelele, ondoka, ondoka, achia. Hiyo nguvu inapita, hiyo nguvu inapita, hiyo nguvu inapita. Hilo jini mahaba linapanda, panda. Na hao wenzio wote uliokuwa nao, hao waovu wenzio, hao waovu wenzio, mmeharibu mahusiano, mmeharibu kazi,
mmeharibu mipenyo ya fedha, mmeharibu malengo, mmempa hasira, mmempa kiburi, mmempa kukataliwa. Leo na kuamuru, toka ewe jini mahaba, toka kwa jina la Yesu. Umekula vitu vyake vya kutosha, umeharibu mambo yako ya kutosha. Haijalishi mlipeana nini, leo kwa fidia ya damu ya Yesu ninakulipa kwa damu ya Yesu, na kulipa chochote ambacho umeingia naye agano. Leo nakata hilo agano, tunavunja mapatano yote ya bahari. Ewe pepo bahari, ewe pepo bahari, haijalishi wewe ni mfarume, haijalishi wewe ni marikia, na kuamuru shindwa kwa jina la Yesu. Pigwa kwa moto wa mbinguni, pigwa kwa pigo la 10, pigwa kwa pigo la 10, pigwa kwa pigo la 10, kama vile Mungu alivyopiga wazaliwa wa kwanza wa Farao, liliitwa pigo la 10. Nami naachilia pigo la 10 kwako, ewe jini mahaba. Pigwa kwa jina la Yesu. Ukute mwili huu unawaka moto kwenye kuta zote, kwenye kona zote. Lipuka sasa, lipuka sasa, lipuka sasa, na kulipua kwa bomu la mbinguni, na kulipua kwa bomu la Yesu, na kulipua kwa upanga wa Yesu, kama ilivyoandikwa, neno la Mungu ni upanga ukatao na ulao. Nami natuma neno sasa lije hapo likulipue katika jina la Yesu, maana imeandikwa, kwa kupigwa kwake Kristo tumewekwa huru. Biblia inasema kwamba na ishara hizi zitaambatana nao waaminio. Nami kwa kuwa nimeamini, na alituma neno sasa lije hapo hapo ulipo, maana Biblia inasema kwamba tunao mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za giza, hakuna kitakachotuzuru. Nami naamuru sasa nguvu ya Mungu ije hapo hapo ulipo, ikufungue sasa. Unasikia kupiga miayo, unasikia kutetemeka, unasikia kupiga miayo, unasikia nguvu za mwili, unasikia mapigo ya moyo yameanza kwenda mbio. Na lipua hapo ulipogusa, touch kwa jina la Yesu. Mahali popote ulipogusa, natuma nguvu ya Mungu, natuma nguvu ya Mungu, na kuondoa wewe pepo mchafu. Achia, hauna mamlaka, achia, hauna mamlaka, achia, hauna mamlaka. Toka ndani ya mtu huyu, toka ndani ya mtu huyu, toka ndani ya mtu huyu, na kuapisha. Hauna mamlaka, hauna nafasi. Achia kuanzia sasa, achia kuanzia sasa. Natuma nguvu, natuma nguvu, natuma nguvu. Nasambaratisha miungu yote, nasambaratisha madhabahu zote. Ewe madhabahu ya jini mahaba, toka ndani ya mtu huyu. Umekula vitu vyake vya kutosha. Wewe uliokaa kwenye kitovu, uliokaa kwenye pua, haya moto, uliokaa kwenye nywele, kwenye utosi, uliokaa kwenye miguu, uliokaa kwenye kiuno, naamuru moto sasa. Natuma moto. Uliokaa kwenye sehemu za siri, natuma moto. Toka, ungua, ungua. Uliyekaa kwenye macho, ewe jini mahaba, uliyekaa kwenye tumbo, chini ya kitovu, toka, ungua, toka, ungua. Na vitu vyako vyote, vyote vitoke sasa, vyote vitoke sasa. Ninaharibu kila kazi za giza, naharibu kila mapatano, naharibu kila nguvu za kichawi za majini. Ewe jini, ewe spiritual husband, ewe spiritual wife, come out in Jesus name. Toka kwanzia sasa, toka ndani ya mwili huu, na kukamea na kuamuru, toka, ungua. Ungua mara ya kwanza, ungua mara ya pili, ungua mara ya tatu huo moto, ungua mara ya 4 huo moto, ungua mara ya 5 huo moto, mara ya 6, mara ya 7, fire, moto, 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 moto kwenye masikio, moto kwa jina la Yesu. Toka, toka kwa jina la Yesu, na kuapisha. Toka upepo wa kimbingu, uje papo ulipo, uondoe kila uchafu. Hizo ndoto zote nazifunga kuanzia sasa. Naachilia utakaso. Vitu ulivyolishwa vyote na jini mahaba, maagano, yamini za kila namna, zitapishwe, ziharibiwe kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa natamka uhuru wako. Pokea wepesi, utoke kwenye hiyo giza uliowekwa. Rudi kwenye dunia yako, rudi kwenye dunia hii, rudi kwenye uhalisia. Na kuombea hapo unaponisikia, na kurudisha kwenye dunia yako, na kurudisha kwenye uhalisia. Jini mahaba hana nafasi tena katika jina la Yesu. Nami namkataa, nawe mkatae. Sema na kukataa wewe jini mahaba, mimi sio wa kwako. Achia maisha yangu katika jina la Yesu. Nimekufungua na upokee ufungulivu kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Amen. Pengine baada ya maombi haya unasikia kichwa kinauma, au ulikuwa unasikia kupiga miayo, au ulikuwa unasikia mwili unatetemeka, na wakati mwingine mkono uko unaogopa kwenda mahali fulani, na mwingine baada ya maombi na wakati maombi yanaendelea ukaanguka, ukasikia akili imepotea, ufahamu umeondoka. Mwingine uko unapiga kelele, hafujui ni kelele za namna gani. Naamini kuna kitu Mungu anakifanya. Rudia tena maombi haya, utaenda kuona Mungu akikamilisha uponyaji kwako. Usiache kuomba na kumkataa huyo jini mahaba. Usifurahie hata kama kwa njia ya ndoto unapata raha kuliko hali ya kawaida, lakini tambua kwamba unayaharibu maisha yako. Mkatae, mpinge huyo pepo, mpinge huyo shetani, na utaona Mungu akikusaidia, na Mungu atakuletea kibali cha watu muhimu kwenye maisha yako kukaa pamoja nawe. Mungu akubariki. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa.
Naamini maombi haya yamekuinua na yamekubariki. Unaweza ukasogeza na kuyajengea madhabahu. Jenga madhabahu ya ufungulivu. Sema, Bwana Yesu, ninaachilia sadaka yangu ya kujenga madhabahu ya ufungulivu. Mara nyingi tunapotoa mapepo na nguvu za giza, tumevunja madhabahu. Tunahitaji kujenga madhabahu ya Mungu ya kujiunganisha na ufungulivu. Basi achilia sadaka yako ya hiari kwa namba 0743913291, 0743913291. Jina ni Godwin Ndelwa na namba inaonekana hapo chini. Mungu atakubariki na kukuongezea neema. Usiache kusubscribe, kufollow na kushare ujumbe huu ikiwa umekubariki. Mungu akubariki, akutende mema. Uwe na wakati mzuri.